Mfalme mwema, Mungu mwenye nguvu, ishara na mamlaka, tunaliinua jina lako adhuhuri ya siku ya leo, kwa sababu Mungu umekuwa mwema tangu asubuhi. Umekuwa nasi Jehova Shama, umetuongoza katika roho wako Bwana wa majeshi. Asante Yesu kwa sababu ya uibaji, asante kwa sababu ya maombi, asante Bwana kwa sababu ya presentation, asante Mfalme kwa sababu ya mafunzo ya asubuhi. Mungu wangu, tunalisifu jina lako tena kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu umekusudia kutunenea siku ya leo. Mfalme mwema, tunapoendelea kujifunza jinsi ya kuweka matumaini yetu kwake Mungu na kumtegemea Bwana. Mfalme mwema, tunapokuja katika awamu ya mwisho, tunaomba ukaweze kutunenea, maana neno lako linasema heri mwisho wa jambo kuliko hata mwanzo wake. Mfalme mwema, tunaomba siku ya leo kila mmoja akitoka hapa akaweze kujua jinsi ya kumtegemea Bwana, maana kila yule ambaye akutegemeaye, Mfalme, neno lako linasema kwamba atakuwa kama mlima Zayuni ambao Mungu wa majeshi hautikiziki kamwe. Bwana, siku ya leo ninaomba ukanitumie kama chombo. Naomba Bwana Roho Mtakatifu akanikumbushe yote ambayo nimeyasoma na yale ambayo Baba umeniandaa kwa ajili yake, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mwema, wema wako na fadhili zako ziwe pamoja nasi, na ni kwa jina la Yesu Kristo naombea kila mmoja aliye mahala hapa. Kila roho ya confusion ninaikemea katika jina la Yesu. Bwana, kuna roho zingine zinatembeanga wakati neno la Bwana linaendelea, wengine wanatoka nje wanaenda, Mungu wa majeshi Baba, kufanya shughuli zingine. Tunakemea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakemea roho ya kuzinzia wakati neno lako linaendelea, wengine hawataki kusikiza neno, wanaanza tu kulala. Tunakemea hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kila roho ya kufikiria mambo ambayo tuliacha nyumbani, nao Baba tunaikamata na kuikemea katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Roho wa Bwana katawale, Roho wa Bwana katawale ndani ya mioyo yetu Jehova. Roho wa Bwana katawale ndani ya nafsi zetu, akatubadilishe, neno lako likatubadilishe kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. God bless you. Na Mungu wetu akawabariki sana. We can have our seat. Hallelujah. Leo shetani wa kulala hawezi kuwa hapa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Our topic regarding how to become God dependent. Praise the name of the Lord. Mwambie mwenzako, how to become God dependent. Hallelujah. Manake, this is the year of God dependent. Let us say again, I need some few people with the mic. Hallelujah. Yes, I want us to remind ourselves the theme of the year. The theme of the year. Praise the name of the Lord. And I said, I need some few people with the mic. With microphone, not mic. Or mic is there. Amen. Is mic or not mic? Amen. I just want us to repeat the theme of the year. Praise the name of the Lord. If I say year 2026, you should say the year of God dependent. Amen. Hallelujah. I've seen it working in my life, na nimeona Mungu anatenda. Praise the name of the Lord. Ninapomtegemea Mungu anatenda, na Mungu anapenda tu kitu kimoja, umtegemee. Mwambie mwenzako, kumtegemea Mungu tu. Hallelujah. Hivyo ndivyo kitu Mungu anataka tu. Watu wengi tumekosa kubarikiwa kwa sababu tumekataa kumtegemea Bwana. Amen. Watu wengi tumekuwa katika kiwango kimoja, hata tukifunzwa hivi, tufunzwe hivi, na wewe umekataa kumtegemea Bwana. Nimefurahia sana asubuhi wale ambao hawakufika mapema, tukifunzwa kuhusu mambo manne ambao ni muhimu sana, inayokufanya ukaweze meet your need. Bwana asifiwe. Na akatuambia jambo la kwanza, you need God. Hallelujah. Jambo la pili akatuambia you need
people association, to be elevated. Bwana asifiwe. Hiyo kitu tunakumbuka tukifunzwa hapa. Praise the name of the Lord. You need to associate with people wakuinue. Wengine tukaambiwa wanahitaji mikono yako. Kama utafanya kazi na bidii utabaki maskini. Hallelujah. Jambo la nne akatuambia waadui zako usiwaweke bali. Wanaweza kutumika kukupeleka katika neema nyingine. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Adui yako kila mara akikwambia haka mtu kanakuaga na kaguo kamoja tu. Na kuambia kesho hautarara. Ukifanya kazi uweze ununue nguo nyingine mpya. Kesho utakuja na nguo mpya. So praise the name of the Lord. Na nimefurahia mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki sana. So year 2026. Amen. Again, let us say again. Year 2026. The year of God dependent. Amen. If you depend on God, ukimtegemea Bwana tu. Oh, hallelujah. Umtegemee Bwana kwa moyo wako. Ninataka kununua gari. Na hapa kuna jegwa na nimeshangaa sijasikia ndugu yetu akiongea kuhusu horo. Nataka kutengeneza hii horo. Na hapa kuna horo inatengenezwa. Now, am I going to contribute first kwa horo ama kwanza nitaenda kununua gari? Praise the name of the Lord. I remember my brother here, chairman. Wakati tulikuwa tunanunua hiki kiwanja, he had some film, alikuwa amechukua karuni fulani na akasikia tuko na shida ya around 400,000. Na alikuwa amechukua loan ya 300,000. Hiyo ni ushuhuda nitaishi kusema mpaka niende kaburini, kwa sababu sijaona watu wengine kama hao. Praise the name of the Lord. Umechukua loan hapa na unataka kununua gari, lakini Pastor Peter amesema kanisa tunahitaji kiwanja na tuko na elfu kadhaa 700. We had around 700,000 and we were looking for only 400,000. Na nikasema hallelujah pastor, najua Mungu atanilipa na nyinyi mtaweza kufanya bidii munilipe. Kwa hivyo mimi kwanza hii nimekopa, lakini wacha kwanza nikopee kanisa. Praise the name of the Lord. Tumpigie makofi mazuri. Hallelujah. Wewe ukimwona akiendesha gari hapa barabarani, usianze kuongea vitu zingine. Wewe jiulize kwanza, yeye alipeana pesa ya kukopa akapeana kanisani 300,000. Wewe umepeana nini? Wewe umepeana nini? Na unasema unajua kuna mtu mwingine na ninashangaa sana. Alisema mimi ninajihurumia. Kwa sababu watu wamekuja kanisani, wengine wanabarikiwa, wengine wanafanya wako na biashara, wengine wamepata kazi zao, wengine wamenunua magari, wengine nasikia wamenunua mashamba, lakini mimi venye nilikuja the same I am. In fact, I am poor than the way I came in the church of 50th. Shetani ashindwe. Mwambie mwenzako mtegemee Bwana. Huyu jamaa alimtegemea Bwana. Kasema Mungu najua hata kama nilikuwa nimekopa ninapeana, ninajua Mungu wangu bado utanipa gari. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ni kumtegemea Bwana. Mwambie mwenzako tegemea Bwana. Ile kitu shida yenye tuko nayo, sababu kubwa unapata kwamba umegoja umefanya, Mungu amekufanya ugoje miaka mingi kama Abraham. Tulisema one of the way God is using, kwa sababu tumekataa kumtegemea. Jambo moja Mungu anatumia kukufanya wewe umtegemee, anakufanya ugoje jambo moja miaka mingi sana. Imagine one thing you have to wait for around 25 years, like the way he did to Abraham. That is what we studied. Bwana asifiwe. Alafu kwa huyu mjamaa naye anaitwa Moses, ili Mungu aje kumtumia na aje kumfanya akaweze kuwa mkombozi wa taifa lake au watu wake Israeli. Ilibidi agoje miaka 40, 40 years. That is what we studied in the book of Acts. Go uangalie volume 2. Na tafadhali watu wa media mweki, tunataka to specify. Angalia hapo, mjaribu mtengeneze kitu ambacho hata ukienda pale you need volume 1. You know that I'm done with volume 1, I need volume 2. Please just try to work on that and God will bless you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Now go to those sermon utapata how Moses waited for 40 years. Praise the name of the Lord. And today
We are going to study something, the last one. Njia moja tulisema ni kukufanya ugoje. Njia ya pili ili usikubali kutoka hapa kabla nimalizie. Na leo I know kuna watu wanabadilishwa. Praise the name of the Lord. Ni kukufanya ufike to a point of desperation. Yaani kwa nini Mungu anatumia hii mambo yote? Ni kwa sababu anataka wewe George uanze kumtegemea Bwana. Praise the name of the Lord. Pigieni Bwana Yesu makofi. Amen. Ninaposimama hapa nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni baba wa watoto wawili na Mungu amenifanikia, nimepata at least one Lord. Nimepata at least one Lord. And I have wife. Praise the name of the Lord. Karibu sana utusalimie mke wangu. Mpigieni makofi anapokuja. Amen. Hata wewe omba Mungu akupatie at least angalau road moja, si ndio? Tumesikia kuna 3 lords. Karibu sana. My wife, huyu ni mke wangu. Wakati ambapo niko chini anakujaga ananitia moyo. Wakati nimepata stress, nimezunguka kanisani, nimetembea mguu ina kiatu fupi kabisa kwa sababu ya huduma. Mungu amenipa mke wa kunifanya nikaweze kusikia niko sawa. Praise the name of the Lord. Pigeni makofi mazuri tena na salimia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord church. Amina. Kwa majina naitwa Monica Wangeshi wa Gudheka na nimeokoka, nampenda Bwana kwa ajili ya kuniokoa. Bwana asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa maana nimemuona akiwaka katika maisha yangu. Mimi nina ushuhuda tangia vile nilianza huu mwaka. Nimeona Mungu amenishikilia na jambo kubwa sana. Na nilikuwa namuomba hivyo anishike, sababu last year ilikuwa mwaka yangu ilikuwa ngumu sana. Lakini vile tulifuka hii mwaka na pastor akasema leo anafungua hii ya kumtegemea Bwana. Nikawa sasa ninaweka matumaini yangu sana kwa kumtegemea Bwana. Sometimes nilikuwa ninategemea watu. Nikikwambia nisaidie hivi ina fail. Nasema kwani we Mungu kwa nini umefanya huyu mtu anifail? But for now ninaweka imani yangu kwa Bwana. Tagia January sasa ni February nimemwona akinitendea mema na maajabu. Amen. Kwa leo wacheni tumtegemee Bwana kama kanisa. Mwambie mpaka madeni yote umelipa. Mungu amemuonekania. Ukisikia akisema hivyo, mpigeni makofi mazuri. Hallelujah. Mungu ni mwaminifu. Nimeambia kitu kidogo tu kumtegemea Bwana. Praise the name of the Lord. If you are running, unatembelea juu ya madeni, ukimtegemea Bwana, madeni inaisha. Praise the name of the Lord. Mwambie mwenzako mtegemee Bwana. Yo ni mke wangu na ninampenda kwa sababu alinikubali nikiwa kijana mdogo, nikiwa sina chochote. Hallelujah. Na hadi wa leo hajanikataa, bado tunaendelea safari. Na ninamuombeaga sana. Sema Mungu huyu umsaidie atembee mpaka na ugonjwa hivi. Na mimi ikiwezekana mimi kwanza nitagulie kwenda kwa baba ili sasa naye anifuate, nisije nikateseka hata kidogo. Aniangalie mpaka dakika ya mwisho. Ama namna gani? That is my prayer. At the age of 90s, 100 and above. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kitu mzuri sana. Ombea mke wako. By the way, we have a seminar, couple seminar. Itakuwa on April. Date tutaconfirm vizuri kwa sababu ya speaker mwenye atakuwa. Bwana asifiwe. We shall be having that seminar. If you are married, if you are single mother, single fathers, ninyi wote tutawahitaji hapa. Bwana asifiwe. Mkuje hapa, tutakuwa na siku nzuri sana. Becoming dependent on God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nataka uangalie kitu hapa. Waiting imechukua muda mpaka unavujika moyo, unasema hapana, wacha niondoke. Imekawia sana. Wacha mimi niende nikaoe. Mimi wacha niende nikaolewe. Hata hii kazi nimegojea sana, wacha niende nikaibie watu. Let me tell you, waiting ndio kitu kimoja Mungu anatumia kukufanya umtegemee. Tafadhali
Anza kumtegemea Bwana. The early the better. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako the early the better. Kanisa hili tusipomtegemea Bwana itatufanya tugoje muda mrefu sana. Sasa kama leo hivi waibaji wanaiba baka nasikia mzuri. Nasikia roho yangu mzuri. Hata nikiiba hapa nasikia oh, hallelujah. God is here. Bwana asifiwe. Na pengine hiki kitu tungegojea. Tungegojea miaka mingi, lakini kwa sababu tuliweza kutegemea, ewe Bwana, niumbe tena, nifanye nifinyange. Huyu mtumishi wa Mungu huyu akikwambia ile kitu venye walifinyangwa hapa, walifinyangwa baka walikuwa wakiiba hapa, mtu anaiba kama amekasirika. Lakini anamwambia Bwana hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anahitaji. Unapomwambia Bwana nifinyange, nitengeneze, nikuwe jinsi upendavyo, anakuletea mtu wa kukufinyanga. Hallelujah. Unafinywa. Unafinywa. Pastor ametuambia God will use people. Hallelujah. God will use people. Na ninafurahia sana. Mungu atatumia. Na kuna hiyo kitu ameweka ya adui. Tumia adui kukufinya hiyo kiburi. Hallelujah. Mwambie mwenzako tumtegemee Bwana. Hallelujah. Now, the last one of which kuna some points ambazo nimeacha hapo, lakini ni some verses utaenda kusoma about waiting. We said there are two. The last one, the number 2 one, ni God will use all means. God will use all means to make you depend on him. And one of the means anatumia ni kukufanya ufike to a point of desperation. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Anakusukuma mpaka ufike kwa kona. Useme now I am desperate. I have nothing else left. Sina chochote ambacho nimebakia. I need you, God. If you don't come, then I will die. If you don't help me now, God, I will not make it. If you don't come and hold my hand, God, I will not move even a step. Praise the name of the Lord. The point of desperation. Kwa nini Mungu atumie hiyo binu juu yako? Kwa sababu ya kukataa kumtegemea. Mama waboy, kutegemea Bwana. Wewe unaona kazi yako. Mimi kuna siku moja nilikuwa nimesimama kazini huko, na nzuri sana, ni kampuni mzuri sana. Ilikuwa inaitwa Ashut Plastic. A very good company. Na nikiwa kule ningefanya kazi. Nifanye kazi mpaka masaa ya lunch, siendi lunch. Nakaa hapo, customers ninaendelea kuwaserve, tukifurahia hapo na wao. Unajua HOD hapa, mkubwa wangu wa sales alikuja hapo, akaniangalia, alikuwa madam. Akaniangalia hivi, akaniambia, Peter, how are you doing? Kamwambia, I'm doing good. And how is business? How is job? Kamwambia, job is okay. Peter, have you gone for lunch? Kamwambia, no. I had so many customers. I had so many clients here. So I could not go. Kaniambia, Peter, do you think you are the one umeshikilia hii kampuni? Nikamwambia, what do you mean? Unafikiria wewe ndio umeshikilia hii kampuni? Akaniambia, nikamwambia, I don't think so. But what do you mean? Akaniambia, hii kampuni, it can learn without you. Praise the name of the Lord. This company, this factory can learn without you, na iendelee. Nikajiuliza, kwa nini unaniambia hivyo? Sasa unajikusukuma hata huwezi enda lunch, ati uko na customer uko nafanya, unakaa hapa ni kazi. Hii kampuni imesikiliwa na pira. Akanionyesha pira moja kama iko hapa. Akafanya hii kampuni, hii building imesikiliwa na hii pira. Sasa hii kampuni iko na pira zake. Sio wewe toka uende lunch, ukule, alafu ukuje uendelee na kazi. Praise the name of the Lord. Nikajiuliza, kwa hivyo ni kama ninategemea, ni kama bidii yangu ndio inanifanya performance hii yote ikue. Nikajua, okay, kuna kitu hapa ninafunzwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hello? Kuna watu wanasemaga, mimi siwezi acha kazi yangu niende fellowship.
angalau only 30 minutes or 25 minutes, because my business might fall, might collapse, because I am the only one who can learn that business. I cannot go out somewhere else, pastor, kwa sababu gani? Mimi nikitoka pale, hiyo kanisa it can't learn without me. No. This church can learn without Pastor Peter. Hello? Praise the name of the Lord. This church can learn without Pastor Peter. Na tena uipata ikiwa mzuri kuliko vile ambavyo ilikuanga. Neno la Bwana lipewe sifa. Wewe tu ndio unasema hii pastor kitoka hapa sasa ni nani hata? Wewe, Mungu anainua mtu mwingine mzuri hata kuliko mimi. Sujaa hata kuliko mimi. Praise the name of the Lord. So now what does this tell us? We need to believe in God na tukaweze kumtegemea kwa mambo yote. Hallelujah. Kazi yangu ni sawa, lakini Mungu kwanza wacha nifanye kazi yako tena na kisa niende nikafanye kazi yangu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu kazi yangu sio mimi nimeisimamisha, bali kama nimemtumainia Bwana, Bwana atazidi kusimamisha kazi yako. Praise the name of the Lord. I heard some people who were working somewhere and they are still here. Walikuwa wanaenda kazi mpaka Sunday. Sunday hutamuona kanisani. Alikuwa anakimbia kule kazi sababu wanajua wengine wameenda kanisani, sasa wao hawana mtu, hakuna competition, wao wanauza vizuri. But the moment they started coming to church first, Mungu alianza kuwapanua. Kwa sababu wameonyesha kwamba na watu hao wameweza kunitegemea. The moment umeweza kumtegemea, hautachukua muda mrefu kufikia hatima ama kufikia baraka yako. Hautachukua muda mrefu 40 years. Hautasukumwa mpaka ufike kwa kona. Unajua mtu wa kufika kwa kona ni wapi? Ni mahali ambapo unasema kwamba mimi hata sina chakula, mimi sijui ni nani. Hata rafiki yako mwenyewe unampigia simu, anazima ama anafinya stop button kwa sababu hataki kusumbuliwa. Unashangaa baka marafiki zangu wote hawataki kunisikia kwa sababu sasa hapo uko kwa kona. Imagine kuna msichana alikuwa hapa akakuja akatuambia siku moja, kuna mtu mmoja alikuwa amechimba shamba, alafu amechimba shimo kubwa sana ya maji. Alafu kisha baadaye akaenda akasafiri nchi ya ng'ambo hivi. Alafu kurejea akapata nyasi imetapakaa kila mahali. Sasa alipokuwa anazunguka kwenye shamba akaanguka kwenye lile shimo. Asijue kwamba shimo liko pale. Lakini alipokuwa amesikilia zile nyasi, yale matita ya nyasi pale, akawa anasikia sauti. Yeye anajua ile shimo venye ilikuwa. Akianguka pale either akufe ama avujike. Lakini bado ameshikilia. Akasikia sauti inamwambia achilia na mimi nitakuokoa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I want to bring the point at home. If this is the point of desperation. Mahali ambapo huyu mtu sasa ako ameshikilia hiyo matita na anajua hii nikiachilia mimi nitakufa. Lakini anategemea nguvu za mikono yake. Anategemea sasa mawazo yake, akili zake, elimu yake, akashikilia zote hivi na akashika na nguvu sana. Lakini anasikia sauti inamwambia achilia na mimi nikuokoe. Kisha baadaye mwenyewe akazidi na kushika na kukamata nyasi au yale matita ya nyasi yakaanza kukatika. Asikia ndio anasema oh God. Ako hapo, a point of desperation. Na bado hajasikia. Unajua the only problem tuko nayo ni kukataa kumtegemea Bwana. Tunataka kutegemea nguvu zetu. Tunataka kutegemea akili zetu. Lakini wakati tu ambapo ile nyasi inaendelea kukatika, yule mtu akawa anahema kwa nguvu sana. Mungu akaona bado huyu jamaa hataki kunitegemea. Akamwambia tena niachilia nikuokoe. And then ikawa bado inaendelea kukatika. Ikakatika tena. Akasikia sasa imebakia kidogo. Sasa hapo akaanza kusema oh my God, save my life. Maana anijua hakuwa na mtu mwingine walikuwa wanatembea na yeye. Ni yeye peke yake. Lakini wakati ambapo ilifika tu bado mjamaa anaita Mungu lakini bado ameshikilia. That is how we have that's how the Christians, the kind of Christians we have today. Ya kwamba they are crying to God but still wameshikilia kitu. Umesikilia kazi yako lakini unamwambia Bwana nisaidie. Wewe tu unaendelea kusika. Praise the name of the Lord. God wants you to depend, completely dependent on God. Mwambie mwenzako completely dependent on God.
Amen. Praise the name of the Lord. God wants you to become completely, my God. Let me lash now. Acha nikibie kidogo. Yule mtu wakati ambapo aliendelea kushika vile, now he is crying to God, but still ameshikilia. Kakakatika. Hallelujah. Nyasi kakatika. Guess what happened? Mjamaa akasema, oh God, I'm dead now. Sasa amefika to a point of desperation. Sio nyasi haiwezi msaidia. Sasa si mtu hawezi msaidia. Na anajua ile shimo venye iko. Akasema, God, my life is now in your hands. Akafunga macho, akagojea kukufa. A point of desperation. Lakini wakati sasa Mungu ameona mjamaa amefunga macho and the guy is ready to die, Mungu akafanya tu, alipoanguka pale, kumbe mchanga Mungu alikuwa imefanya ikuje hapa juu kwa sababu ya mvua, amekaa siku mingi, mchanga ikapanda. Sasa alianguka kutoka hapa, akaanguka hapo. Oh, hallelujah, I am alive. The moment you become completely dependent on God, God came and will save your life. God will come and save your life. Somebody clap to Jesus. Now, ninatumainia kwamba tumepata what is this desperation. Desperation ni mahali ambapo unasukumwa na changamoto, unasukumwa mpaka kona, unasema ni heri kumtafuta Bwana. Halo? Ni sasa hawanisaidii tena. Yaani marafiki hawanisaidii tena. Baba yangu na mama yangu hawanisaidii. Pastor hanisaidii. Mimi nahitaji Mungu. I need God. Is the only one who can save me. And that is where God wants us to get. Hapo ndipo Mungu anataka jameni. Sasa kwa nini Mungu akuletee magonjwa ya kukume kiasi ya kuwa uwezi ukatembea? Na hapo waza ndipo unasema sasa ni mimi na Mungu. Hata tukikuja huko kuona hospitalini tunakuambia, naona you are doing better. Lakini kitoka na hapo nasema huyo mtu ni wetu na Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu ya mahali ambapo umesukumwa. Kwa nini unangojea usukumwe jameni? Why don't you start the earlier the better? Anza kumtegemea Bwana. God, if it is not you, I cannot make it. Kama Mungu hautanishika mkono katika huduma hii ya kanisa la 50th, I will never make it. I need God to get hold of my hand. Pe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Wakati ninapokawa kumtegemea Bwana, hivi ndivyo ninamaanisha tegemea Bwana. Yule mtu alipo dakika ya mwisho tegemea Mungu, Mungu alimuokoa. The guy never died. He never died. You will not die. Your business will never die if you only trust in the Lord. Mimi nilipo usimamizi wa kazi, kuna wakati mahali nilifika, Mungu akanifinya, nikabondo, nikafinywa kabisa. Baka ile uzaa na ile kamwiba kakatoka na uzaa yote. Unajipata unaomba baka na unajifungia mahali baka utaki bibi yako ajue kama unalia. Kililia Mungu, oh my God. Na sitaki washirika wajue. Manake mkijua hata hamtakubali ni waombe. Takuwa pastor ako na shida mingi sana, mimi hawezi niwekelea mkono. Hata niambukiza roho. Let me tell you. I used to hide myself. Ninajificha na mwambia Bwana nao God. Hii umenitengeneza sana Mungu. Si unihudumie. Hallelujah. And God came. Here I am today. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mimi hata nagojea brother useme hiyo horo tunatengeneza. Nikupetipie pesa. Tutengeneze yangu nitapureji hapa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because the moment umemtegemea Bwana. Kama hii wiki wacha hivyo mnasema ati mmemuona Mungu. Hii wiki nilikuwa kadiri kingine kalikuwa kafanyike kesho. Lakini Mungu nilipomtegemea Bwana akaniambia pana. Sasa nikauliza, na hiyo kadiri sasa kalikuwa ni kadiri kazuri, kalikuwa kanaingia kama 8,000 hivi. Sasa nikajua 8,000 na mimi si nitakuwa job. Nitakuwa waka. Nitapewa hata kama ni dao moja hiyo itakuwa baada yangu. Na sasa horo nayo ikule hiyo ingine. Nikauliza Mungu, is it your will? Mungu akaniambia, no. It is not my will. Stop that deal. Ni wewe Mungu umeongea kweli? Na ni kweli
Ni yeye. Kawe basi nimekauka. Hata hiyo 1000 nimekauka. Akasema Mungu haidhuru. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hello. Kumtegemea Bwana utapata negative result. Ukimuuliza Mungu niende ama siende, Mungu anakuambia usiende. Na hapo ndipo unaenda deal mzuri sana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Angalau mimi nikiwa hapa nikasema basi hiyo imekauka hivyo. Na nikasema ni haidhuru, na nikapiga hiyo ule simu nikamwambia hakuna. Imeisha hivyo. Mtu wa majuu amekataa. Praise the name of the Lord. Guess what? On Friday nikapata mtu amekuja. Na hata haugefikiria anakuja kanisani. Because hata venye alikuwa amedress. Ni kama mtu anaenda kufanya gym mahali. Kakuja. Ananiambia pastor, kuna wakati tuliomba na sasa nimerudi kumwambia Bwana ni asante. Hallelujah. Kumwambia ni sawa, umemwambia Bwana ni asante. Lakini mimi sikutaka kitu, sikukuambia sima. Akaniambia hapana, pastor I have come. Nimekuja kwa hiari yangu. Na akaniambia na tena, pastor usikatae ile kitu nimekuja nayo. Guess what? Nilirudi kwa nyumba nikiwa ninamwambia Bwana ni asante. Mahali kunanunua kachoma, mahali kunanunua kanyama kazuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Unapomtegemea Bwana, Mungu anakuja anafungua njia zako, anakubariki kwa sababu ameona wewe umekuwa mwaminifu wa kumtegemea Bwana. Nilikuwa natarajia kadhaa moja. Hallelujah. Guess nilitoka hapa na ngapi na nilipeke yangu. Sitakwambia kwa sababu haukukuja. Hallelujah. Na by the way hayuko hapa. Amen. Is not here. Hallelujah. So I thank God. Mtegemee Bwana. Wewe mwenzako utegemea Mungu. Usikubali hata akikwambia mama nani? Mama mambo. Ukiuliza Mungu, tunaenda sherehe fulani ya birthday. Mungu umuulize God, should I go or not? Like how Ahab said. Should I go or not? But God said to Ahab, don't go. But Ahab akasema hapana, I have to go. Alipoenda kilimramba. Praise the name of the Lord. Alipata cha mtema kuni, hakurudi. Let us go to the book of I think now I'm done. Natarajia kwamba tumejua. Nataka tupate mifano kadhaa ya the point getting to the point of desperation. Ili Mungu akutumie. Ili Mungu akufanya wewe utegemee Mungu. Umtegemee, anatumia hiyo kama one of ishara moja anatumia ni kukufanya wewe ukaweze kufika to a point of desperation. My friend, ninawaombea ya kwamba hamtafika hapo. Ninyi mtamtegemea Bwana hata kabla ya kukaa miaka mingi, hata kabla ya kufinywa na kusukumwa kwa kona. Mungu atawasaidia na mtaweza kuwa watu wa kumtegemea Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nataka tuangalie the book of 2 Chronicles chapter number 7. 2 Chronicles chapter number 7. We start from verse 12. I love that verse so much. Verse 14, I love it very much. So we shall read from verse 12 up to verse 14. Now, give me New King James. I love that. Hallelujah. Sikiza hapo. The Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayers and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Ni Solomon baada ya kutengeneza hekalu imeisha. Sasa Mungu amemtokea akamwambia, hii nyumba umenijengea nimeifurahia na nimeichagua. Si hata sisi tumejengea Mungu nyumba. Si tumejenga hapa. Sisi Mungu amefurahia mahali hapa. Tumpe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Now, sikiza hapa vinyo anasema, when I shut up heaven and there is no rain, and or command the locust to devour the land, or set pestilence among my people. Sikiza, hii ni tauni. Kwa nini anatuma hizi? Anakusukumia hizi vitu
anakutumia mateso ya njaa, anakutumia mateso ya kuhangaika, kuna kitu moja anataka aone kana kwamba utamtegemea Mungu. Tuangalie mstari wa 14. Baada ya kusukumiwa hizi vyote, baada ya kusukumiwa magonjwa, tauni, pestilence, all those things, baada ya kufanyiwa mambo haya yote, kuna kitu wanasema, if my people, tusome pamoja, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Tuendelee. And turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Tumpe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Hallelujah. So we need to humble ourselves. We need to depend on God. Hallelujah. Mbio mwenzako tumtegemee Bwana. Modhani ya rogoso. Kuna watu hawajawahi jua kumtegemea Bwana. Unasikia mtu atakasirishwa na mtu, hata hawezi kumtegemea Bwana ampiganie. Yeye anapiga ngumi, anashika ngumi hivi, anasema utakataniona. Kwani hii mikono nilipewa ya kukula ugali peke yake? Mnaanza kupigana, my friend, mnaanza kujibizana, my friend, my sister. Why don't you allow God? Why don't you ujaribu Mungu tu akupiganie kama Musa? Musa tuliona anajaribu kupigwa na ndugu zake, lakini yeye anamngojea Bwana. Naye Mungu anakuja kwa kishindo na anampigania na anamuokoa. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Jamani, unapomtegemea Bwana, kuna ushindi ambao unakuja katika mwaka huu in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I prophesy ya kwamba huu mwaka unapomtegemea Bwana utakuwa ni mwaka wako, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kuingizwa katika kiwango kingine, because you believe and you depend on God. Praise the name of the Lord. When my people who are called by my name, if they humble themselves, hallelujah, and seek and search for me, praise the name of the Lord, then and pray and cry before me, then I will see how much humble they are. Nitaona kunyenyekea kwao, nami nitashuka, nitawaondolea tauni, nitawaponya na nitaponya hata mashamba yao. Praise the name of the Lord. So ile kitu Mungu anataka, kwa sababu gani Mungu analeta hii ukame? Kwa nini Mungu analeta njaa? Kwa nini Mungu anafunga mvua? Ni kwa sababu anataka kuwafanya watu wake wafike to a point of desperation. Mwambie mwenzako, a point of desperation. Hello? Sijui kama nimejipata kwa hapo kwa desperation. Nimefika mwisho. Baka unaangalia unaona hakuna kitu kwa nyumba. Chakula hakuna. Mtoto wamefukuzwa shuleni. Ama hata nguo unakaa na moja mwaka mzima inaisha. Baka kiatu inaenda ikichekesa watu kwa barabara. Vidole navyo zinaenda zikishughulia watu huku. Kwa sababu ya ile mahali ambapo umefika kwa kona. Shetani ashindwe. Praise the name of the Lord. Mwambie mwenzako tuanze kumtegemea Bwana saa hii. Yes, praise the name of the Lord. My sister Caroline, mwambie anza kutegemea Bwana. Hello? Mtegemee, mwambie sasa ni wewe. Ni wewe tu, sina mwingine. Hallelujah. Ni wewe tu. Oh, Bwana, ni wewe tu. Ah, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana. Isaiah 69. No, Isaiah 30 verse 19. Ni wewe tu Bwana, ni wewe. Unapotembea hivi unasema Mungu ni wewe. Hallelujah. Sina mwingine, ni wewe. Hata venye ninatembea ni wewe. Hata ile kitu nimepata leo ni wewe. Na unarudi kwa nyumba ukisema Mungu ni wewe. Hata ndoa yangu kusimama ni wewe. Praise the name of the Lord. Hello.
wakati umefika hapo, Mungu atakubali kushuka na atatembea pamoja nawe. Somebody say amen. Hebu nipe na Kiswahili ndugu yangu, tafurahia. I will appreciate. Neno linasema kwamba kwa maana watu watakaa katika Sayuni huko Yerusalemu. Wewe hutalia tena. Sikiza hapa. Hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Mtu analiaga kwa sababu ya furaha? Acha niwaulize tu. Today we have a lot of discussion. Mtu unaweza lia kwa sababu ya venye ati sasa ati mtu amekufurahisha, alafu unaanza kupiga kulia. Ile watu wanaliaga ni ile unasikia amecheka mpaka machozi inatoka kidogo, lakini ni kidogo. Lakini hii kilio ya huyu mama, ni kwa sababu ya ile uchungu unasikia moyoni mwako. Neno la Bwana lipewe sifa. Bwana anasema kwamba kwa maana watu watakaa katika Sayuni huko Yerusalemu, wewe hutalia tena. Hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Asikiapo ndipo atakapo kujibu. Praise the name of the Lord. Na kuna mahali ambapo utafika usukumwe kwa kona mpaka uanze kulia, oh my God, my God, my God. Na ni kwa sababu gani unafanyiwa hivyo? Kukataa kumtegemea Bwana. Mwenzako tegemea Mungu. Praise the name of the Lord. Sometimes I wonder why don't you just depend on God? Why don't you start from today? Watu wengine wanaweka tumaini lao kwa wake zao au kwa bwana zake, kwa bwana yake, kwa bwana yake. Bwana yake asipokuja hakuna kukula. Shetani ashindwe. Tumainia Mungu. Mungu ndiye mwenye kupeana kazi na ajira. Akupa. Biblia inasema kwamba huyu mtu atalia. I wanted that verse only, verse 19. Huyu mtu watakati atakaponililia na kwa uchungu wa moyo akapiga kilio zaidi mbele za Bwana. Mungu anasema nitashuka katika kilio chake. That is then the moment ukiona mtu ameanza kulia, ameangalia pande hii kumekosa matumaini, ameangalia pande hii kumekosa matumaini, ameangalia mbele na hakuna matumaini. Anasema sasa wewe Mungu, ndio hiyo machozi sasa. And then God said, I will answer, I'll show up in their crown and distress. Praise the name of the Lord. Are you waiting until that time? No, you should not wait until that time. Start. The earlier the better. Anza kumtegemea Bwana. Mpe mwenzako mkono, mwambie tumtegemee Bwana. Hallelujah. Sijui kana kwamba huyo mwenye mkono naye amekusalimia. Nimesema umpe mkono, mwambie tumtegemee Bwana. Amen. Tupendane jameni, ni kutegemeana. Usitegemee huyo, anza kumtegemea Bwana. Praise the name of the Lord. Umejitegemea miaka mingi na haujafaulu. Pengine umekweka kugoja. Bana, hatugoji tena. Praise the name of the Lord. Watu wana wa Israeli walizunguka miaka 40. Wakaona hapana, tumezunguka sana. Sasa ni wakati wa kumtegemea Bwana. Wakamwambia, wakajua sasa hapana, Mungu hapa tumezunguka. Maana walizunguka wakaona kitambaa cha one of the Israelites. Wakajua this is our property. This is our kind of attire. This is our cloth. Na wakati walipoiona wakajua ni kweli tumezunguka. Praise the name of the Lord. And then we need to go forward. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mungu akusaidie ukaweze kuenda mbele. Mungu akusaidie ukaweze kutegemea Bwana na hatima yako ikaweze kutimia katika jina la Yesu Kristo. Ndoto yako ikatimie katika mwaka huu baada ya kutegemea Bwana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hallelujah. Wewe furahi kwa madeni na kuombea leo madeni itaisha na utamtegemea Bwana. Mungu atakulisha, Mungu atakunywesha na Mungu atakuondolea aibu katika maisha yako.
Umeonekana kana kwamba hauwezi. Umeonekana wewe sio mtu wa maana katika hata familia yenu, hata katika pekine katika nchini, hata katika kanisani. Lakini siku ya leo utakapomtegemea Bwana, Mungu anakufanya ukaweze kuwa mtu ambaye ni wa kutegemewa katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kuna watu hata hawajawahi jua ile kitu umebeba, ile karama Mungu amekupatia. But I tell you, if you only depend on God. Waibaji, wacha nisiende pande hii. Praise the name of the Lord. Tegemea Bwana. Siku moja utastuka sana ukiwa pale juu na unasidwa, I don't know how I made it. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Siku na hivyo tunaibaga hivyo, and I don't know how I made it here. Praise the name of the Lord. Sometimes tunajipataga, hata mimi mwenyewe, ukiniuliza kanisa hii imefika aje hapo, ninakwambia mimi sijui, ni Mungu. Kwa sababu nilitegemea Bwana. Hii kazi si yangu, ni ya Mungu. Praise the name of the Lord. Si tumtegemee Bwana. Mungu anasema watakaponililia katika hali yao ya mwisho kabisa, nitakuja. Exodus, ninapomalizia tufikie kwa Holy Communion. Exodus chapter number 14 verse 10 only. This one has something. I'll just read this verse. Angalia. Biblia inasema kwamba hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Sikiza hapa. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sijui kama kutapatikana watu kama hao hapa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati ambapo unaona sasa shida ndiyo hii, badala ya kufikiria kutafuta panga mahali umeweka, badala ya kutafuta mtu ambaye unaweza pigia simu katika serikali, wewe ukamtegemee Bwana na ukamlilie Bwana. Biblia inasema kwamba and they cried to the Lord. Hallelujah. Wakati waliona nini? Wana wa Misri wanakimbia nyuma yao na wanataka kuwashika, aidha wawaue, na walikuwa katika bahari ya Shamu. Mbele yao ni bahari, nyuma yao ni maadui, hakuna mahali pa kutorokea. Wakaangalia wakaona, haya ndio hawa wa Misri na wanatufuata, sisi tumeisha. Wakaanza kulilia Bwana. They cried to the Lord. Praise the name of the living God. So one thing Mungu anataka ukafanye ni kumtegemea Bwana. Praise the name of the Lord. So in the first place they cried to the Lord. Na hapo basi walipomlilia Bwana, wakamalizana na Mungu, wakaenda kwa Musa, wakamwambia Musa, ni kule Misri hakukuanga na makaburi, ndio sababu natuleta hapa tukufie hapa. Kwa sababu they knew this is the end. Kwa nini Mungu anakukuma hadi kando, hadi mwisho kabisa? Ni kwa sababu anataka ukaweze kumtegemea. Jamani, tangu lini utasukumiwa mambo kama yale kwa sababu tu umekataa kumtegemea Bwana? Siku ya leo na kuombea neema ya kuanza kumtegemea Bwana kuanzia siku ya leo. Praise the name of the Lord. Kaya mteithie mote gwikwoka Ngai. Praise the name of the Lord. Uanze kumtegemea Bwana kwa moyo wako wote. May God help us. Praise the name of the Lord. May God help us to depend on Him. The Bible says, Israeli Mungu alijitukuza kwao. Hallelujah. Na akashuka na akajitukuza kwao. Praise the name of the Lord. Na akatengeneza njia katika bahari ya Shamu na wakapita, na ushindi mkubwa ukaonekana. Somebody say amen. Praise the name of the Lord. How long will you wait? How long will you wait? God is waiting for you. Amekungojea muda mrefu sana, lakini wewe bado unakaza moyo, lazima nishikilie nyasi nisianguke. Let me tell you, you cannot help yourself. You need God to save your life. Unahitaji Mungu akakuokoe. Neno la Bwana lipewe sifa. Katika imani unahitaji Mungu. Katika kila kitu, katika kazi, katika kila kitu unafanya duniani hii, you need God. Praise the name of the Lord. I just want us to finish. Hallelujah.
Mwambie Bwana, tunisaidie nikakutegemea. Hallelujah. Kitu, I just need to give you one point as I conclude. Praise the name of the Lord. As I conclude, one point. Kwa nini watu wanaogopa kumtegemea Bwana? A very good question. You can even write there. Kama unaandika unaweza andika hiyo. Kwa nini watu wanaogopa kumtegemea Bwana? Why do people fear to depend on God? I will tell you today. Hallelujah. The reason why they fear what God will tell them or will ask them to do. Neno la Bwana lipewe sifa. Watu wanaogopa vile Mungu atawaambia wafanye. Mungu akawa kwa mtu mmoja ambaye ni nabii, alikuwa anaitwa Micaiah of Imlai. Na wakati ambapo Ahabu alienda kuuliza kutoka kwa Mungu, huyu Ahabu alikuwa anasema mimi sipendi huyu jamaa kwa sababu huyu mjamaa ananitafsiria mabaya. Kwa nini? This guy, kwa nini anamuogopa huyu mtumishi wa Mungu? Kwa sababu anajua ile kitu ataniambia sitakifurahia na sitakipenda. Yaani watu wengi tumekataa kumtegemea Mungu tu. Angalia. You know, wakati nilipokuwa ninaoa, acha niwaambie hadithi kidogo. Wakati nilikuwa ninaoa, nilihisi kuambia Mungu nataka mke ambaye wewe mwenyewe umenichagulia. Mke ambaye anafanana na mimi. Anafanana na mimi, ananifaa mimi. Praise the name of the Lord. Lakini yule ambaye nilikuwa napenda sana, nikauliza Mungu, ni huyu? Mungu akanionyesha vile alionyesha, lakini alinionyesha ni no. Imagine, ni ile kitu napenda sana, lakini Mungu amesema no. How can you do? Will you be happy? You'll never be happy. I was so much disappointed and discouraged. Kwa nini Mungu unasema hapana? Nikamwambia Mungu, you can change this woman. Even if your character zake ziko. God, I know you are faithful and you can change her. You know, I started pleading to God. Nikaanza kuomba. Nikiambia Mungu sasa mbadilishe. Before I approach this lady, I need you to change her. But God could not answer that prayer. Nilianza kumtegemea. Lazima nisikie ile kitu ameniambia nifanye. That is the fear we have. Na ni kweli the last minute ujue ilikuwa ngumu. Nikamsukuma Mungu mpaka nikaona ya kwamba tukifanya harusi, lakini harusi ambayo iko confused. Unapata ya kwamba mpaka watu wanasangaa. Siku ya harusi ndio wanasangaa nini tutapeana kama zawadi. Na hiyo siku nikapata ndugu zangu, mabrother zangu wamelewa, wanakuja kibro kimeoa. Hiyo siku Mungu akanikataza mara ya pili. Lakini nikasema hapana. Ewe Mungu, wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Nikaanza kuombea tena ati ambadilishe. Guess what? Mimi nilistukia siku moja tukitoka kanisani. Siku moja tulitoka kanisani. Kutoka tu hivi Mungu akamwandika na hapo. Kutoka hapo hiyo tukapata anatapika yero. Wamama wanajua mtu akitapika hiyo maneno iko namna gani. Shetani ashindwe. Praise the name of the Lord. Sasa hapo basi nikajua. Na mimi sikujua, nilikuja kuambiwa na wazee wa kanisa ni nini kinaendelea. Nikaambiwa huyu mtu wako hivyo. How can that happen? Nikasema okay, Mungu ni sawa, lakini nimeumia moyoni. Rohoni mwangu nimeumia. Na kufika hapo nikaanza tena kumtegemea Bwana. Na sikukubali tena kubishana na Mungu. Haleluya. Mpaka wakati nilipoomba Mungu akanipa mke. Pigeni Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Huyu nilitoka kwenye magoti. Huyu alitoka kwenye magoti huku nikiomba mpaka Mungu akanionyesha harusi. Tukafanya harusi. Nikaona tu kwa ndoto tumefanya harusi mzuri. Tumemalizia, lakini sijafunua neti haijafunuliwa. Tumemaliza mpaka harusi na tumeenda kwa nyumba. Tumeona mahali tumekaa sisi na the best couple mahali wamekaa. Lakini jambo la kustaajabisha ni kuwa mimi hakuna mahali nimeambiwa nimfungue neti. Hallelujah. Ukitaka kujua maana yake ni nini, nitafute. Mtegemee Bwana. Praise the name of the Lord. Ukitaka kujua maana yake ni nini hiyo, nitafute, nitakuambia. Hallelujah.
My brother, my sister, why don't you depend on God? Let me finish with this. There is this woman in the book of First Samuel, chapter number 1, called Hannah. Hannah of Elikana. Tunamjua huyo? Hannah wa Elikana ni tumo huyo sio? Praise the name of the Lord. Hannah, angalia. Hannah, Mungu anamfanya agoje. Kwa sababu gani? Alikuwa yeye anataka kutambulikana ya kweli Penina hata kama anaweza pata mtoto, hata mimi mwenyewe napata. Akaishi kusukuma bwana yake akamwambia, wewe mimi nataka mtoto. Utanipa mtoto. Na hii ni shida ambao watu wengi wanapitia. Hadi wa leo tunapoongea. This woman pekine aliishi kumwambia mzee na kumsukuma na kumpea pressure. Kimwambia, I need a son. I need a child. But the moment Mungu alichukua muda ili huyu mwanamke akamtegemee. Akachukua muda mrefu. Akaanza maadui kama vile tumeambiwa. Sasa mke mweza akageuka akawa mtu ambaye ni wa kumdunga sindano, ni kumsubua, ni kumkejeli. Huyu ni tasa, huyu hawezi zaa, huyu nini. Huyu mwanamke akawa hata kama alienda mbele za Bwana kuomba, ikafika mahali akasema hapana. Hello. Jameni. The point of desperation. Hana alifika mahali akaanza kuomba, na alipokuwa anaomba, you can give us that. Alipokuwa anaomba, verse 9 to 11, alipokuwa anaomba, uchungu ukamjaa sana. Akamwambia Bwana, sikiza, sasa ninaomba unipe mtoto wa kiume, na huyu mtoto utakaponipa nitamchukua na kumrejesha kwako, na atakuwa wako milele. Oh my God. Praise the name of the Lord. The prayer of desperation. Huyu mtu amekosa matumaini. Watu wengine wanasemaga, hata wanahubiriki sana mpaka wanaweka motisha sana hapo. It was painful. Wacha nikuambie, amefika mwisho, anaona kama hawezi pata mtoto. No wonder hoye sasa akasema hapana. Sasa Mungu ukinipa mtoto huyo, nitamtoa aende kwako akakae huko. Because this woman was so desperate. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Angalia, Biblia inasema kwamba Hana akawa naomba. Ameisha, amefika mwisho, sauti imekataa kutoka, anasema Mungu wangu, ninaomba. Yaani hata sauti haitoki, ameanza kuomba kimoyo moyo, manake amefika mwisho. And then this man called Eli akamtokea mkuhani mkubwa, akamwambia, ewe mwanamke, tangu lini utahisi kuwa mlevi? Uangalie hapo mtumishi wa Mungu, tupatie. Give us, kama ni New King James hata kwa Kizungu. Praise the name of the Lord. Tangu lini wewe mwanamke utahisi kulewa? Yule mwanamke akatufungua kinywa chake akamwambia, Bwana yangu, mimi sijalewa, mimi mchakazi wako sijalewa. It is because I am painful. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia bali divai yako. Wakati ambapo umefika mwisho, watu watakuona kwamba you are not a normal person. Watakuona wewe ni mlevi, watakuona umechanganyikiwa, ni kwa sababu umefika mwisho. Lakini tupatie New King James, my brother. Na kwa Kizungu verse, the other verse. Amen. But Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. Sikiza hapo. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Sikiza. Mahali shida ingine na kusukuma. Huyu ama sasa ni yule wa maadui. Huyu pastor ametuambia vizuri sana. Adui yako atakufanya ufike katika hatima yako na baraka yako. Praise the name of the Lord. Angalia, adui amemsukuma sana. But see what is happening now. Verse 16. As I finish.
Verse 16. Do not consider your maid servant a wicked woman, for out of abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Sasa huyu amejibwaga kwa Bwana. Nasema sasa mimi nimeisha. Mimi kuna Biblia ingine inasema I am desperate and miserable. I don't know whether you can get that Bible. I am desperate and miserable of God. Hallelujah. That is how this woman said. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So this woman was like that. Now, wakati aliposema hivyo, ndio huyo Eli. Ujue kuna kitu alisema. Eli akasimama. Akamwambia, wewe mwanamke, toka. Na maombi ambao umemwambia Mungu, jambo ambalo umeomba Mungu, na akakutendea. Na hapo mwanamke alipoenda akabarikiwa na akampata mtoto Samueli. Tumpe Bwana sadaka ya makofi mazuri. Mungu anataka tu ufike hapo. Unajua ni kwa nini Mungu alitimiza hiyo maombi? Acha niwafunze kidogo. Mungu alikuwa anatafuta someone to succeed Eli. Mungu alikuwa anatafuta mtu ambaye atakuja kuchukua ushukani baada ya Eli kufa ama kuzeeka na kuondoka. Na sasa hapa kuna mwanamke ambaye anatafuta mtoto, na huyu mtoto amemtoa kwa ajili ya Bwana, amemtoa kwa Bwana. Sasa wamepatana wawili ambao wako na hapa, basi mambo ikaweza kubadilika. Praise the name of the Lord. Wakati ambapo umemeet God standard ambao Mungu anataka ufike ili akaweze kukutumia, basi hakuna budi kile ambacho umeomba miaka mingi utakipata within no time. May God remember you today in Jesus mighty name. Hallelujah. Umeishi kutamani kuwa mtu wa kuajiri wengine. This is coming very soon. Hallelujah. More than your logos. I don't have to keep you much. Today, umegojea miaka mingi. Usikubali hii ya mwisho, the last one, the point of desperation. Usigojea ifike kwako. My God. You remember a woman called Naomi? Time is not enough to tell you about Naomi. Naomi alitoka, alipokuwa narudi, alikuwa anasema msiniite Naomi, niite Mara, kwa sababu Mungu amenitendea maovu. A point of desperation. Unapofika pale, unasema ni wewe Mungu tu. Praise the name of the Lord. Mungu na akaweze kutusaidia kumtegemea katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Hallelujah. Mungu wetu atuonekanie. Mungu wetu atusaidie. Praise the name of the Lord. Manake tumeomba siku mingi. Nataka tusimame kwa miguu yetu. If you can stand, just stand. Mimi ni samazia. Hallelujah. Ili tuingie katika Holy Communion. Na ninajua kwamba Mungu atatubariki. Hallelujah. Umekuwa mtu ambaye unategemea. Unasema mimi hii kazi nikiacha niende hapa, kazi yangu itaharibika. Na unasema mimi nikifanya hivi, nikiondoka hapa, nisipokuwa hapa, mambo hayawezi endelea. Wewe haujamtegemea Bwana bado. Mungu anataka kutegemea. Nataka ukaweze kwenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nisaidie kukutegemea. Nisaidie Jehova kukutegemea. Maishani mwangu nimeishi kujitegemea. Maishani mwangu nimeishi kutegemea mambo yangu na akili yangu na hekima yangu mwenyewe. Sijakutegemea. Naomba Mungu nipe moyo wa kukutegemea. Give me a heart that depends on you. In the name of Jesus Christ. Just give him praise and worship. You can just come forward and God will bless you. Oh, hallelujah. Just give me God. Give God praise. Give God glory. Mwambie Bwana, naomba tu nisaidie. Nimekutegemea kidogo. Naomba unisaidie nikakutegemee fully. Manake if you become completely God dependent, God will have to use you. Mungu ataanza kukutumia hata katika ndoa zako. Sioni watu ambao wanaomba ama unaomba kama Hana. Sioni watu ambao wanaomba mbele za Bwana ama unaendelea kuomba kama Hana. It's okay. Just continue. As far as you are telling God something, you want to become God dependent. Mwambie Bwana, nisaidie nikakutegemee. Nimekosea sana. Watu wengine wanabarikiwa, mimi ninabaki. Watu wengine wako na boma, mimi sina. Watu wengine wanafurahia na mimi bado sifurahii. Watu wengine wanaona mazuri, mimi sioni mazuri.
Oh God, help me to depend on you now. The Bible says salvation is a gift. Wokovu ni zawadi. Mungu Bwana akupe zawadi ya kumtegemea. Oh my God. Give me a heart to depend on you, Jesus. Give me a heart to depend on you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This is the year of God dependent. Nahitaji nikamtegemee Bwana. Inua mikono yako tu mwambie Bwana, nahitaji kukutegemea. Nahitaji kukutegemea Bwana. Oh Lord. Asante Bwana. Nimetegemea pesa yangu, nimetegemea wazazi wangu, nimetegemea watoto, lakini siku ya leo nisaidie kukutegemea. Mwaka huu unapozuru wengine, oh God, help me to depend on you. Do not forsake me, God. Do not forsake me, Jesus. Oh, Rikanda Basaya. Tegemea Bwana. Mwaka mzima naomba kukutegemea Jehova Shama. Katika huduma naomba kukutegemea. Katika familia na ndoa yangu naomba kukutegemea. Katika maisha yangu nisaidie kukutegemea. Neno linasema omba na utapewa. Whatever you ask, God will give. God will provide. Our God is faithful. Mungu wetu ni mwaminifu. Unifanye jinsi upendavyo. Mungu anataka kutumia mahali hapa. Katika mwaka huu Mungu anataka kukutumia. Lakini bado wanapokuangalia na kukupima anaona bado haujamtegemea. Na kuombea neema ya kutegemea Bwana siku ya leo. Ili Mungu akakutumie kwa njia ya kipekee. Ili Mungu akaweze kukutumia jinsi apendavyo katika jina la Yesu. Kati nimwambie Bwana nisaidie. Nisaidie Bwana. Nisaidie Yesu. Nikakutegemee katika jina la Yesu. Unifanye jinsi wewe upendavyo. Unifanye
from today, as we continue with this year of God dependent, may God help you to depend on Him and Him alone. Umetegemea nguvu zako, umetegemea kazi yako, umetegemea maarifa yako na hekima yako. Kuanzia siku ya leo na kuombea Bwana akusaidie kuanza kumtegemea, akusaidie kuanza kumtegemea. Biblia inasema kwamba in the book of 2 Chronicles chapter number 20 and verse 17, ya kwamba Mungu akamwambia Yehoshafatu, you don't have to fight this battle, just stand still and watch and see as I fight for you. God will fight all your battles if you only depend on Him. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu asaidie mtu hapa, Mungu asaidie mmoja hapa, Mungu asaidie mmoja hapa akaweze kumtegemea Bwana. Mungu atakutumia, hautagoja tena, hautaumia tena, hautalia, manake Mungu amekuona kumtegemea kwako, naye atakuokoa na ataponya kazi ya mikono yako. Praise the name of the Lord. As I conclude